katika sehemu spesheli ambapo papa wa kanisa hizo ama hilo huzikwa, hasa wa kanisa Katoliki St. Mary's Major Basilica. Maelfu ya watu walikusanyika katika bustani ya St. Peter's Basilica huko St. Peter's kuaga mwili wa Papa Francis. Rais William Ruto akiwa ni pamoja na marais kutoka mataifa mengine waliohudhuria hafla hiyo. Kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Paul Kirubi, ni kwamba Wakatoliki wana siku zingine 9 za kumwomboleza Papa Francis. Maelfu ya watu walijitokeza katika bustani ya St. Peter's Square ambapo mazishi ya Papa Francis yalifanyika siku ya Jumamosi saa za Afrika Mashariki. Ibada ya misa ya mwisho ilifanyika kuanzia mwendo wa asubuhi. Mwili wa Papa Francis uliongozwa chini ya ulinzi mkali kutoka St. Peter's Square kupitia mji mkuu wa Rome na kuelekea hadi kwenye kaburi alikotaka kuzikwa Papa, St. Mary Major Basilica. Kanisa la Basilica linaaminika kuwa nyumbani kwa Maria Mtakatifu na Papa alipenda sana kuomba sala katika kanisa hilo. Huzuni na masikitiko iliwagubika waumini wa dini ya Kikatoliki ambao walimtaja Papa kama mtumishi alijitolea kuwajali wananchi na alikuwa ni mtu mwenye bidii katika kila jambo alichokifanya. Kufariki kwa Papa Francis kunamaanisha sasa kanisa Katoliki litaanza siku 9 ya maombolezo na maombi. Katika muda huu, shughuli kuu za Vatican zitasimamishwa kwa muda ili kumwomboleza Papa Francis. Kuzikwa kwa Papa kunamaanisha kwamba mchakato wa kuanza kumsaka Papa mwingine kunaanza rasmi ili kuziba pengo hilo. Makardinali watajihusisha na ulaji wa kiapo ya kisiri ambapo watafunga karatasi za uchaguzi kwa kutumia sindano baada ya kuhesabiwa na kisha kuchomwa ili kutoa rangi ya nyeupe au nyeusi. Moshi wenye rangi nyeusi unamaanisha kwamba kiongozi mwingine hajachaguliwa, na iwapo rangi nyeupe itajitokeza, basi papa mwingine atakuwa amepatikana. Katika hafla ya mazishi ya leo, marais kutoka mataifa mbalimbali walihudhuria, ikiwemo Rais wa Kenya Rais William Ruto, Rais wa Marekani Donald Trump, Volodymyr Zelensky wa Ukraine, Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer, pamoja na Rais wa Ujerumani Frank-Walter Steinmeier. Paul Kirubi, TV47.